Sisi kwanza tuchukulie maisha ya mzee wetu kama funzo, kama darasa. Unajua sisi wasanii tunaishi maisha ya uongo sana. Na mtu hana uwezo hata wa kimaisha, anataka kuonekana na huo uwezo, lakini kuwa humble. Hashim Kambi alikuwa humble. Yaani Hashim Kambi vile anavyoweza kuzungumza na mimi ndivyo anaweza kuzungumza na mtu ambaye sio msanii, kwa maana ya shabiki. Aliwaheshimu sana mashabiki zake Hashim Kambi sana. Na hili limekuwa tofauti kubwa sana. Waigizaji wengi hata wanamuziki, wasanii tuseme kwa ujumla, wakianza kupata umaarufu na kuonekana, huwa wanadhani wao ni washindi dhidi ya kila mtu. Wanadhani kwamba raia wa kawaida ama ninyi waandishi ama wananchi ni kitu kidogo mbele yao, lakini kitu wasichoelewa kwamba ni kwamba hawa wananchi, hawa Watanzania wanaoangalia kazi zetu, ninyi wanahabari ambao mnatulipoti mara kwa mara, ndio mliotusaidia kufika hapo. Nimekuwa mara nyingi namtolea mfano Eric Shigongo ni mtu ambaye unaweza kumnasibisha kwa 100% na tasnia ya filamu. Amehusika na ukuaji wa hii tasnia, kwa maana ndiye alikuwa anatuandika na baadaye akawa producer, akaproduce sinema mbalimbali Tanzania, lakini magazeti yake, vyombo vyake vya habari, media ilifanya kazi kubwa ya kuitangaza tasnia ya filamu. Sasa utaona hawa ni wadau ambao leo sisi kama vijana ambao tuko kwenye hii tasnia tunapaswa sasa kuiona kwamba hawa ni watu muhimu kwetu, lakini wale watu wanaoangalia kazi zetu, Hashim Kambi aliwaheshimu mashabiki. Sisi hatuna heshima kwa watu wanaoangalia kazi zetu. Kwa hiyo tuchukulie hiki kifo kama funzo, tuchukulie kama darasa kwamba mzee wetu pamoja na umaarufu wake na heshima yake kitasnia, lakini kila aliyemuona alimuona kama mwanadamu anayepaswa kushare naye katika jambo hili na lile. Kwa ni waombe sana waigizaji wenzangu, ni vizuri kuwaheshimu watu wote bila kujali wasifu wao wa kimaisha, wasifu wao wa kitasnia, kada wanazotokea na kadhalika na kadhalika.